Mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Marekani CIA, John Ratcliffe, amefanya ziara ya kihistoria nchini Venezuela na kukutana ana kwa ana na rais wa mpito wa nchi hiyo, Delcy Rodriguez. Hii ni mara ya kwanza kwa afisa wa ngazi ya juu kutoka serikali ya Rais Donald Trump kutembelea Venezuela tangu kukamatwa kwa rais wa zamani Nicolas Maduro na majeshi ya Marekani. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani, Ratcliffe na Rodriguez walikutana kwa takribani saa 2 mjini Caracas siku ya Alhamis. Ziara hiyo ilifanyika wiki 2 baada ya Maduro kukamatwa katika operesheni ya siri iliyoratibiwa na CIA. Afisa mmoja wa Marekani alisema kuwa Ratcliffe alifika Venezuela kuwasilisha ujumbe rasmi wa Rais Trump kwamba Washington iko tayari kuanzisha uhusiano mpya wa kikazi na serikali ya mpito ya Venezuela. Marekani inaangalia uwezekano wa ushirikiano wa kiuchumi, lakini pia imesisitiza kuwa Venezuela haiwezi tena kuwa mahali salama kwa maadui wa Marekani, hasa wafanyabiashara wa dawa za kulevya, alisema afisa huyo. Mkutano huo pia ulilenga kujenga imani kati ya nchi hizo mbili na kufungua njia ya mawasiliano ya mara kwa mara kati ya Washington na Caracas. Ikumbukwe kuwa siku moja kabla ya mkutano huo, Rais Trump na Delcy Rodriguez walizungumza kwa simu kuhusu mustakabali wa uhusiano wa kidiplomasia. Hata hivyo, serikali ya Venezuela imekataa kutoa maelezo rasmi kuhusu yaliyokubaliwa katika mkutano huo, hali inayoonyesha kuwa mazungumzo hayo yanaendelea kufanyika kwa tahadhari kubwa. Kwa upande wa kisiasa, wachambuzi wanasema kuwa mkutano huo unaweza kuwa changamoto kubwa. Kwa rais wa mpito Delcy Rodriguez. Anapaswa kusawazisha kati ya kutimiza masharti ya Marekani na kuwaridhisha wanasiasa wa ndani wanaopinga ushawishi wa Marekani katika mambo ya Venezuela. Ripoti zinaeleza kuwa mwaka jana Rais Trump aliidhinisha CIA kufanya operesheni za siri ndani ya Venezuela. Shirika hilo la ujasusi lilitoa taarifa muhimu zilizosababisha kukamatwa kwa Nicolas Maduro. Tangu mwezi Agosti, kikosi kidogo cha CIA kilikuwa kimewekwa nchini humo kukusanya taarifa kuhusu mienendo ya ratiba za Maduro, hatua iliyowezesha operesheni hiyo kufanikiwa. Wakati huo huo, picha moja iliyosambaa mitandaoni inaonyesha Delcy Rodriguez akiwa amevaa suti ya kijani hafifu akimsalimia Ratcliffe kwa mkono. Hata hivyo, maafisa wa Marekani na Venezuela wamekataa kuthibitisha uhalisia wa picha hiyo. Siku hiyo hiyo, Rais Trump alimkaribisha ikulu ya White House kiongozi wa upinzani wa Venezuela Maria Corina Machado. Machado alimkabidhi Trump medali yake ya tuzo ya amani ya Nobel kama ishara ya kumfurahisha rais huyo ambaye amewahi kulalamika kutopata tuzo hiyo. Hata hivyo, wachambuzi wanasema tena kuwa hakupata ahadi zozote muhimu kutoka kwa Trump. Baada ya mkutano huo, Machado alisema kuwa Trump anaelewa vizuri hali ya Venezuela na anaiona nchi hiyo kama mshirika muhimu wa Marekani. Kwa upande mwingine, Rais Trump amewahi kusema kuwa Machado hana uungwaji mkono wa kutosha ndani ya Venezuela na ameendelea kumtegemea Delcy Rodriguez katika kutekeleza masharti yake ya kisiasa. Katika hatua nyingine, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema kuwa Marekani inaweza kuondoa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Venezuela mapema wiki hii. Hatua hiyo inalenga kuwaruhusu wawekezaji wa Marekani kuingia katika sekta ya mafuta ya nchi hiyo. Kwa ujumla, hatua hizi zinaashiria mwanzo wa ukurasa mpya wa uhusiano kati ya Marekani na Venezuela baada ya kipindi kirefu cha mvutano wa kisiasa na kiusalama. Kukutana kwa mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Marekani CIA John Ratcliffe na rais wa mpito wa nchi hiyo ya Venezuela Delcy Rodriguez kunaakisi kwamba sasa ushirikiano kati ya Marekani pamoja na Venezuela, taa ya kijani imekwisha washwa kwa ushirikiano huo kufuatia kukutana kwao huko mjini Caracas, Venezuela. Basi mtazamaji wetu, share maoni yako hapo kwenye comment dhidi ya taarifa hii, lakini usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.